Mkuu huyo wa mkoa ambaye pia ndiye mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama katika mkoa huu wa Tanga ametoa kauli hiyo wakati wa maadhimisho ya kitaifa ya siku ya uhifadhi wa mazingira ya ekolojia ya mikoko yaliyofanyika kitaifa katika eneo la Mikoko lililopo pembeni mwa bahari ya Hindi la Mnyanjani katika jiji hili la Tanga. Kila mmoja wetu awe ni jicho la amani na usalama katika maeneo ya fukwe. Fukwe zetu hizi na mikoa kama sisi ambayo tuko kando kando ya bahari, kuna mambo mengi yanapoendelea. Kwa hivyo katika kulinda usalama wa nchi yetu, tuhakikishe kwamba tunakuwa macho na shughuli zozote ambazo tunaziona hazifai katika maeneo ya ukanda wa bahari. Katika maadhimisho hayo, utafiti uliofanywa na wadau wa maendeleo ya mashirika ya kimataifa umebaini kuwa shughuli za kibinadamu ikiwemo uchimbaji wa chumvi wilayani Mkinga na ujenzi wa boti umeathiri mazingira ya ekolojia ya mikoko katika maeneo hayo. Tanga tu yenyewe tuna hectares ambazo tumeziadopt, hectares ambazo ni 9,000 ambazo hizo tunatakiwa zote tuzirejeshe kufikia mwaka 2028. Lakini pia tuna utaratibu kwamba hii miti hatupandi tu tukapaacha, lazima tutengeneze kitu ambacho income generating activities kwa watu ili kuwazuia wasikate tena. Kupanda ni jambo la kwanza, lakini je, unatunzaje? Tunatengeneza hivyo kwa ajili ya sustainability ya mradi. Tutaleta beekeeping, ufugaji wa nyuki, kilimo cha mianzi, kilimo cha uyoga, agroecosystem au watu wanasema kilimo hai. Kwa vitu kama hivyo tutavileta kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tulichokipanda kinasimamiwa. Kwa kweli swala la uharibifu bado lipo, lakini tunaendelea kushirikiana na jamii, tunaendelea kutoa elimu kwa jamii, tunashirikiana na wadau mbalimbali. Kwa hiyo tunashukuru angalau sasa hivi jamii inaendelea kuelewa umuhimu wa mikoko, uharibifu unaenda unapungua kidogo kidogo kadri ya siku zinavyoenda. Kufuatia hatua hiyo, baadhi ya wadau wa uhifadhi hasa katika miti aina ya mikoko wakielezea jinsi wanavyoongeza kupanda mikoko katika wilaya za Mkinga na Tanga, wamesema tunafundisha jamii endelee kurejeshea mikoko. Kwa hiyo katika hizi wilaya mbili tulikuwa tuna jumla ya vitalu 10 tulivyoanzisha ambao vilikuwa vina idadi ya miche 42,000. Kwa hiyo kwa msimu wa mvua uliopita tumepanda miche 21,000 mpaka sasa, na zoezi linaendelea, tumeliacha kwa jamii. Kwa mujibu wa wataalamu wa mazingira ya bahari, mikoko husaidia mazalia ya samaki na pia vile husaidia kuimarisha miundombinu iliyopo pembeni mwa bahari ya Hindi. Kutoka hapa katika eneo la Donge lililopo pembeni mwa bahari ya Hindi katika jiji hili la Tanga, ni William Mngazija, ITV.